Mtazamaji wa Choice Sport TV, mbele tupo na mchambuzi Isike, mchambuzi nguli kabisa wa hapa nchini Tanzania. Kaka, vipi, kwema? Bana, mambo safi kabisa. Mambo yanasemaje? Mungu ni mwema, tunamshukuru. Tumeiona siku ya leo tukiwa tumebakisha masaa machache kuelekea kwenye mchezo wa kufa na kupona kwa klabu ya Simba, mchezo wa marejeano robo finali dhidi ya Al Masry kutoka nchini Misri. Sawa, moja ya kandanda kubwa ambao linakuwa linasubiriwa ni kuhusiana na hiyo mechi ya Simba kama walivyosema, lakini tukumbuke mara ya mwisho Simba katoka kupoteza kwa goli 2-0. Tukumbuke. Sasa tutegemee hapa utakuwa ni mchezo wa design gani kwa upande wako jinsi unavyoona, au Simba wajipange kwa design gani kwa Al Masry? Kwangu mimi utakwenda kuwa ni mchezo wa hatima ya klabu ya Simba kwenye mafanikio yao wanayotafuta kwenye ngazi ya vilabu barani Afrika. Hatima maana yake nini? Endapo Simba atapata matokeo chanya, sio tu goli 1-0, ni goli kuanzia 2 bila, maana yake goli zikiwa 2-2 itakuwa ni sare. Mpira utakwenda either kwenye dakika 30 kama kanuni nasema hivyo, ama kwenye mikwaju ya penalty. Lakini Simba akipata magoli 3 atakuwa amebadili hatima yake kwenye historia na rekodi za CAF, kwa kuwa ni klabu nyingine kutoka kwenye ukanda wa Sekafa kwenye hii miaka ya karibuni kwenda hatua ya nusu finali. Tunakumbuka klabu Yanga washafanya hivyo na wamefika mpaka finali kwenye mashindano haya. Umesema utakwenda kuwa ni mchezo wa namna gani? Kwangu mimi nilisema mchezo uliopita Simba alipoteza goli 2-0, nilisema Simba kucheza vizuri. Sawa. Watu wapo walioamini, lakini wengi walikuwa wanaamini Simba amecheza vizuri. Kwangu mimi timu iliyocheza vizuri ni timu iliyopata pointi 3. Hiyo ndio timu imecheza vizuri, ambayo ni Al Masry. Mchezo wa kwanza Simba hakucheza vizuri na ndio maana alipoteza mpira. Swala li create chance mara ngapi, alipiga kona mara ngapi, alikuwa na umiliki wa mchezo kwa kiwango gani, sio issue. Mezani kinachowekwa umefanya nini baada ya dakika 90. Al Masry pamoja na heka zote Simba walizozifanya, lakini Al Masry waliweza kumchinja Simba goli 2-0. Hiyo imeshaandikwa hivyo. Kwangu mimi timu kumiliki mchezo sio kucheza vizuri. Timu inayopata matokeo ndio imecheza vizuri. Na ndio falsafa ya mfalme wa mpira Pele kutoka Brazil, hayati huyu. Aliwahi kusema mchezo wa mpira miguu ni mchezo wa magoli. Kama unafunga ndio unashinda mchezo huo. Kwa kwangu mimi Al Masry tayari mguu mmoja upo hatua ya nusu finali. Bado mguu mmoja umalizie Dar es Salaam, ama wakati ule mguu wa kwanza pia yote wadondokee hatua hiyo alimalizikia. Kwa hiyo ili Simba aweze kupata matokeo Dar es Salaam Benjamin Mkapa, uwanja wake wa nyumbani Lupaso ndogo, kwangu ili Simba Sponga apate matokeo bora kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa na aweze kusonga mbele, kuna kazi moja tunatakiwa ifanye. Kazi gani sasa? Kocha Fal Davis pamoja na jopo lake la wanajeshi, nikiwataja wachezaji wao wa klabu ya Simba, wanatakiwa wacheze vibaya kwenye macho ya mashabiki wa Simba lakini wapate matokeo uwanjani. Ufanyaje? Wacheze vibaya kwenye macho ya mashabiki wa klabu ya Simba lakini wapate matokeo uwanjani. Itakuwa shida hiyo? Hapana shida. Kama Simba atamiliki tena mchezo kwa ball position 80 alafu anatoka, haina maana. Ila kama Simba atacheza vibaya kwenye macho ya mashabiki, kwa maana mashabiki wanapenda kitu kizuri, pasi nyingi, tobo, darizi na mikimbio kina Mpanzu, alafu unaondoka dakika 90 na kitu, hakuna kitakachofaa. Ni aheri Simba waonekane wamecheza hovyo lakini wawe na magoli 3 dakika 90 zikamilika, waende nusu finali, kuliko mpira upake sana mafuta, waupambe sana uwanja, wapige sana tobo, wapasie sana, alafu mechi isho wamefungwa. Tafasiri itakuwa hakuna walichokifanya. Mimi ninachoamini Simba inatakiwa icheze vibaya lakini ende nusu finali. Na moja mchambuzi mwenzako ambaye niliweza kuzungumza naye kwenye kauli zake wakati tunaongelea kuhusiana na hii mechi, alisema ya kwamba Simba ni wakati sahihi wa kuweza kucheza kama Yanga, kwa maana wage mfumo wanaocheza Yanga. Je, kwako wewe lina ukweli ndani yake? Wanatakiwa fanye hivyo? Kwangu mimi kama Simba wanaweza kucheza kama Real Madrid, wacheze kama Real Madrid, wasicheze kama Yanga. Yanga ni kitu kidogo. Yes, kama Simba nataka mafanikio acheze kama National Rally. Huyo aliyesema Simba cheze kama Yanga ameipunja kitu Simba kwenye mashindano ya Afrika vilabu. Simba kwenye level za mpira wa Afrika sio kucheza kama Yanga. Simba ndio acheze kama National Rally. Simba ndio acheze kama Wydad Casablanca. Simba ndio acheze kama Esperance de Tunis. Simba ndio acheze kama Mamelodi Sundowns kwenye ubora wake, sio acheze kama Yanga.
Yanga amecheza fainali mara moja, lakini tunapozungumza mimi na wewe Yanga hayupo kwenye mashindano ya vilabu barani Afrika. Kwa hiyo Simba acheze kama timu iliyotoka kwenye mashindano ya makundi, sio kweli. Simba inatakiwa acheze kama national. National Rally ndio klabu ya mfano barani Afrika. Hivyo kama kuna klabu ya kutakiwa kucheza kama ya, basi ni National Rally na sio Yanga. Kwangu mimi Simba kashapita kwenye level za Yanga. Simba anatafuta level za kwenda kwa National Rally. Kwa sababu gani? Simba ni klabu nambari 6 barani Afrika kwa viwango. Yaani icheze kama klabu nambari 13 haiwezi kuwa fair. Tusokosee adabu na heshima kwa daraja la klabu ya Simba. Kwangu mimi Simba, huu mchezo dhidi ya Al Masry ndo mchezo wa mwisho kwenye maisha yao ya mpira. Wachezaji wa Simba waone baada ya kesho wakipoteza matokeo liwe kama ndo kaburi lao la maisha yao ya mpira. Wacheze kama hawana dakika zingine za kucheza kwenye maisha yao ya mpira. Wacheze azifu kwamba baada ya mchezo huu hakuna tena kinachoendelea kwenye maisha yao. Huo ndio mchezo ambao utabadilisha hatima ya klabu ya Simba msimu huu. Chukua hii. Kama Simba akipoteza mchezo dhidi ya Al Masry, hivi akipoteza mchezo huo itakuwaje? Kwangu mimi klabu ya Simba kama anapoteza mchezo, hata kama anashinda 1-0, hata kama anashinda 2-1 katoka, itamletea shida hadi kwenye ligi. Kabisa, chukua hii. Hakika kwamba kwa nafasi kubwa mchezo umebeba saikolojia nzima ya klabu ya Simba. Unaona, wameita watumishi wa Mungu, wameita wakuu wa mikoa, wamemuita rais wa TFF na ukanda Sekafa wale Skaria. Tafasiri ni mchezo umebeba maana nzima ya msimu kwa klabu ya Simba. Simba kikosa matokeo kesho akatolewa, atakuwa kwenye msongo wa mawazo na stress, atajikuta hata michezo ya ligi kuu ambayo atakutana na viporo vingi itakuwa ni bandika bandua. Inawezekana wachezaji wakachelewa kurudi katika hali ya kawaida, Simba akapoteza na ubingwa ambao anopigania wa NBC Premier League. Kwa kwangu mimi na mtazamaji, ninachoamini klabu ya Simba hii ndo finali yao kwenye maisha yao ya msimu huu. Wakipata matokeo chanya wakaenda hatua nusu finali, tafasiri nini? Watakuwa na nguvu ya kupigania mbio za ubingwa wa NBC Premier League, watakuwa na nguvu za kupigania CRDB Bank, lakini pia watakuwa na nguvu kwenye mashindano mengine yote. Kwangu mimi Simba hatima yao imebakia kwenye mechi dhidi ya Al Masry dakika 90 za Benjamin Mkapa. Ikiwa ndio, Simba wana nafasi kubwa msimu huu kupata mafanikio mengi, lakini wakikosea wakatoka kwenye hatua hii, tafasiri Simba atakuwa msimu wake umeingia shida, na hapa itakuwa msimu umeingia giza. Kwangu mimi naamini hii ndio mechi yenye hatima ya kumaliza msimu vizuri, lakini pia ndio mechi ambayo itafanya Simba wakikosea wamalize msimu vibaya. Do or die, Simba anatakiwa ashinde mchezo huu na sio kushinda, afuzu kwenda hatua nusu finali. Nikushukuru sana mchambuzi Gole. Sana Choice Sports nyumbani kwangu kabisa. Kwa mtazamaji, usiache kutembelea kwenye kurasa za Instagram, nenda kule unaona vitu vingi, lakini pia hapa mjini YouTube nenda ka subscribe na kuwa miongoni mwa wafuasi ambao wanapata vitu vizuri kutoka hapa. Hadi wakati mwingine, mimi ni Isike Freddy Eli Kapitano.